Yeye alikuwa elected once, akakuwa deputy president hata hakumaliza 2 years, aende na hiyo pusi yake apeleke huko asiniletee mimi. I've not. Why is he bringing other people's names to things which he can be able to sort out? Anasema Mburu, anasema bwana ya Susan Kika, anasema Susan Kika governor. Vitu zingine which they are not adding up. If my people thought that is coming to my constituents to come and kwanza kusema hii maneno atienda asiende Musariti, that's why they barred him from entering. I was not there. I was not even aware that he would be barred from going there, but from the way he behaved from Naivasha, akuje Girigiri, akuje hii siasa kutusi Gikaria. So wananchi wanafikiria akienda kila mahali anaenda kutusi sitting member of parliament. Me am one person mimi nakuwa na watu kila wakati. So watu saidi waliona anakuja hapo wakamzuia. Sasa kwa sababu amenianza na is daring me that yeah ameenda between me and Rigiji who was wounds is working with wounds. Arabu anarudi anasema akikimbizwa anaanza kusema iko wounds walikuwa hapo. Is the one who working with wounds. When he said that the whole night they didn't sleep, sasa atarudi hapa ati amejipanga. You know, I'm even wondering what the government is doing about that addresses. Rigiji is not about kuja hapa anza kutuletea watu atienda asiende. Ati hapa huyu Arama asipiwe kura. Kwani Rigiji anapiga kura na Nakuru Town West. Huko na yeye alikuwa anasema hapo. Ati watu kwanza ajui hata boundary ya Nakuru Town West iko wapi. Mahali alikuwa anaongea pale aenda mumweleze mumwambie ni Nakuru Town East. If we didn't know boundary yangu iko pale mahali alianza kuingia akakataa. Last time nakumbuka wakati Rigiji alikuwa anatembea Nakuru mara ile ilipita. Hata ulikuwa umesema umemkaribisha nyumbani apate chai hata even this time mtembeze. It's only that I didn't go to the press, but I told these people nikamwambia Rigiji is welcome. Akunywe chata kwangu, aingia aenda atembea aombe kura yake ya president, which I don't think is there even. Aenda aombe, lakini sasa akikuja hapa aanze kutuletea watu atienda asiende. Ati hapa huyu Arama asipiwe kura. Kwani Rigiji anapiga kura na Nakuru Town West. Huko na yeye alikuwa anasema hapo. Ati watu kwanza ajui hata boundary ya Nakuru Town West iko wapi. Mahali alikuwa anaongea pale aenda mumweleze mumwambie ni Nakuru Town East. If we didn't know boundary yangu iko pale mahali alianza kuingia akakataa, hapo ndio boundary iko. Sasa anaenda anasema East ati Arama atienda asienda. Nienda huku ni East bwana. Watu ya West yako kukua pale. Hata watu ya East walishangaa hii mtu anasema nini. Kama uko unaona you know body language nani ya watu wenda angalia. Sasa alianza kusema ati Arama nini, watu walishangaa wasema tena hii mtu ameanzana na Arama nini, wakajamaza. Anasema huyu Arama ni ati apate kura hata moja. Kwani yeye anapiga kura hapa na Nakuru Town West ama alikuwa anafikiri yako Matira? Aende Matira huko asitongee maneno yake si hapa kwetu. Na hii phone call gani yeye alikuwa amekupigia kikuja. He called me. Unajua when he was being rebussed by people hapo, he called me. Akanieleza akasema ati wewe Arama unasema nipiwe mawe. Nikamweleza nikamwambia your excellency, unajua mimi ni mtu niko na heshima. I addressed him in a very decent way. Because even if hata kama alinyoroswa wakati amekuwa deputy president, he was at least a deputy president for those 1.5 years. Is his excellency. That's what I addressed him. Nikamwambia your excellency, what are you talking? Anaongea na hasira ati wewe unasema nipiwe mawe nini? Nikamweleza nikamwambia huko na ujinga mingi wewe, wacha hiyo upuzi yako. Usiniletee upuzi mimi. Nikamwambia hiyo ujinga yako peleka mbali. Akakata simu. Pia wakitoka pale Njoro wakirudi Salga pia walikuwa attacked. Walikuwa attacked. Your remarks on that? Nani? Unajua hiyo mtu kwa sababu anaenda kuongea kama alienda kusema maneno ya Susan huku mahali amepita hivi. Susan yako na wafuasi. Ukienda useme pale akienda hapa aenda aseme maneno ya Jeboro yako na wafuasi. What do you think? Kwani wewe unafikiria wewe ni nani? Unaenda kila mahali unatawaro unapita si utapiwa mawe. Sasa hiyo ndio that's what we will do every now and again. The moment he comes to Nakuru Town West atanikuta na mawe mimi mwenyewe nikikuwa in the forefront. Tupambane na yeye tuone nani atashinda mwingine. What does he know? What does he know about Nakuru Town West? He doesn't know anything. Wakikuja ya Nakuru Town West yaona ukabila ile yako nayo kwa kichwa yake. No, wakikuja ya Nakuru Town West they are decent, they know that the Arab works for them. Wakiangalia kazi ni mwafanyeni ndio waniangalia wanirudishe kura. Si ile maneno ya kuja kuambia watu ati yaenda asiende ndiye anafikiri atapata kura na Nakuru hapa. Wakikuyu sisi tuko na heshima na Wakikuyu hapa na Nakuru Town West. Ukienda Rwanda ni wananipigia kura, ukikuja sasa wananipigia hapa mahali tuko ni mwaliki wananipigia kura.
So yeye wakikuyari anasema amewafanyia kitu gani hata moja. Even when was the deputy president alileta nini hapa Nakuru town uwezi ndiye aseme wakati nilikuwa deputy president niliwaletea kitu fulani. Nothing. Ni mdomo tu kuongea kutusi watu. Hiyo matusi haiwezi kutusaidia. Wacha tuheshimiane tu. Pia mheshimiwa, kwa hizo accusation ambao wako nakupatia, kuna hatua yote utachukua? Hii ni siasa. When you are a coward is when you can go to court. Me I'm not a coward. Tutakutana naye kwa kiwanja. Yeye kama amekuja na ujinga, mimi nitakuja na ujinga. Wacha au kana go to court tu kwenda kusema vitu ya mtu mjinga kama huyu. Tukutane naye kwa ground hapa ni Munyorosa. Uwezi kwenda kotini to do what? This is a case even if you go to court to go for another 30 years would it be there? Hii ni kitu mnajonyorosana hapo. Mimi nitamunyorosa hapa kwangu. Na kiasi kucheza mimi nitatoka hapa kwa mpaka sasa ni Munyorosa mpaka East kama Gikari ameshindwa kumunyorosa. I will not allow me to step in Nakuru town East and West even. Kama anataka nitamfungia huku juu. Mahali boundary imeanza kama anataka kujua. Hapa ni kwetu bana. Mungu wazi some of us tumeishi hapa, tuko na mali, tuko na kila kitu. Hatuna vitu vingine huku kwetu nyumbani. Mungu asifikirie hapa in Nakuru County have more properties than some of these people are making noise here. So yeye yako na nini hapa Nakuru County? Yeye yako na nini? Yaani anataka kusema ati anataka kuweka Wakikuyu, aweke Wakikuyu against hata communities ndio tuanze kuleta hiyo ukabila hapa. Hapana, yeye hatuwezi kukubali. Kama mimi siwezi kwenda kotini, yeye tutakutana na yeye kwa ground, na hata akisema ati anaenda kutafuta Matiang'i, aende kutafuta Uhuru Kenyatta, mimi am a Jubilee member of parliament by right and I will be flying on the Jubilee ticket. Wacha alete mtu yake tukutane hapa kwa ground. Na yeye mwenyewe hata akiweka yule mtu wako, sitakubali yeye mwenyewe akuje kufanya campaign. So ile mtu ataweka hapa au anatembea peke yake. Lakini kama analeta Rigiji ati akuje hapa aso kutusi kwa watu, Rigiji hawezi kuingia na Nakuru town, hawezi kufanyia mtu yote campaign. Au nitamunyorosa hapo na yeye atajua. Nataka kusema karibu sana hapa Sanford Hotel. Nilikuwa nataka niseme tu kitu moja ya kwamba maneno hiyo Rigiji anasema, kwanza wacha niseme mimi ni mtu naheshimu watu sana, lakini nikiheshimu watu pia mimi nataka niheshimiwe. Rigiji amekuwa na tabia ile tabia ya kutaka kupuli, is pulling almost everyone. Kwa sababu my take is that yeye anaanza kuniwekelea maneno. Rigiji ni mtu tunachuana sana. Tulikuwa na yeye bunge, he found me there, we were in the same committee, transport committee, na tulifanya na yeye miaka yote mpaka tukaenda uchaguzi. Yeye akaenda akakuwa deputy president, tena mimi nikarudi. Maybe Rigiji ni kama hajanielewa mimi kama Arama MP na Nakuru Town West. Mimi nimekuwa kwa hii kiti since 2013. I've been elected 3 times. Lakini mimi niko na heshima sana na watu. Hii heshima yangu sitaki ianze kupotea saa hii. Kama Rigiji anasema tuko united opposition, anakuja Nakuru County, na kama Jubilee kwa united opposition yule alikuwa anasema why could he come here bila kunieleza, kuniambia nakuja ni my constituency if he thinks that we are in united opposition? Kwa sababu hakusema akikuja Kitimiru mbio anaanza kusema ati ni Arama, kwa sababu mimi nimemsikiza sana kila siku. Hii agenda, what is the agenda ya mtu anaitwa Rigiji? Agenda yake kubwa ni gani? Unajua mimi sijaelewa. Kwa sababu kama yeye walikosana na rais, alikuwa deputy president ya William Ruto, wakaenda wakakosana. Kwa nini anataka kila mtu akosane na William Ruto? I mean, we are all of us, we are politicians. Hakuna mtu alikaa kuwaka akaenda kuwa member of parliament. Me am not, ama Rigiji anafikiria am nominated. Me am elected. I campaigned. Unajua Rigiji anafikiria ati mimi nilienda nikakaa nikaletoa kitu kwa nyumba yangu. Maybe for the benefit of doubt, for those ones who don't know, me I have been elected and I have been elected 3 times. So mtu akikuja hapo huwezi kuniambia that you are in united opposition. Alafu niambia tunataka kuja kuniwekea mtu hapo. Why does he want me to go to TCP? If he says that you believe, vile alikuwa anasema, niliona juzi anasema ati ataambia Matiang'i ati kama Arama alituwekea watu wakapiga sisi mawe, so ataambia Matiang'i so what?
Yani, you know, some people, I don't understand out there. You know, if that is how DCP behaves, that an elected member of parliament is going to be answerable to the party leader, then I don't even need to talk about DCP in my life. Na kama Rigiji atafanya mimi nikuwe member of parliament ya the DCP, let it stay. I'm ready. Unajua mimi nikitoka hapa nitaenda kwangu, siendi kwake. You cannot come here and start threatening us. Yeye kazi yake ni kuongea kuhusu watu, aende asiende. Musariti si musariti. Is that the manifesto we want in this republic? Tunataka alternative government. When you say that we are in alternative government, we are supposed to be told what this alternative government is going to do, which the sitting government has not done. So tukianza kusema ati Rigiji anakuja hapa sisi tuanze kuimba William Ruto aenda asiende, hiyo mimi cannot be in that group. I want somebody who can come as mpigie kura, tumueleze tumwambie serikali ilikuwa inafanya hivi, wewe tunataka ufanye hivi. And because I'm Jubilee, why does Rigiji want me to sing his song? My presidential candidate is none other than Dr. Fred Okengo Matiang'i. Why is he telling me that I must sing his song? And who told him that I'm not? You know, mimi, I'm elected, I'm serving people. The government of the day, mnajua, ni ya William Ruto. Why does he want me to fight William Ruto? I mean, what has William Ruto done to me as a person? So that nikuwe too personal. Yeah, it might be very personal with the president. Simply because alikuwa mdosi yake, wakakosa kuelewana, akamfurusa. So how do I come in? I think in all fairness, let's have some respect to each other. Rigiji ajue mimi nimechaguliwa, yeye atachaguliwa. Uzee anaongea kwa niaba ya mtu gani? Ndiye aanze kusema ati hapa na Nakuru town wewe utajua. You know, Rigiji called me when I was seated on the other side. Na akanieleza akasema ati utajua Wakikuyu ni sisi ni nani, ati Wakikuyu utajua maneno ya Wakikuyu. Kikuyu have been electing me since 2013. This is a tribal person. You know, hata ukiangalia ile nini alikuwa anasema jana at intelligence. This man has got no intelligence. He has a lot of guesswork. Where did the president come in? Anaenda mtu mkubwa kama huyu, who has held the highest, second highest office. Unasimama unaanza kuwekea watu maneno ile hawajafanya. Anasema ati William Ruto mimi ni mole. Ama mole where? Ako na thermometer ya kupima moles. Yeye anasema ati Arama William Ruto alipeana pesa through the governor and na bwana yake. Let this man know that some of us we are not petty the way he's trying to be petty. That is pettiness. I have not talked to Mburu for the last 3 months. Neither have I talked to Susan Giga for the last 3 months. The president last time I was in the State House on official duties was I think 6 months. So when this man goes na hiyo mdomo yake anaanza kusema ati Arama ati ametumiwa pesa, who told him I don't have money myself to deal if I was to deal with him? And because he has dared me, and you know, by the way, having served for 3 terms, alikuwa elected once, akakuwa deputy president hata kumaliza 2 years, aende na hiyo pusi yake apeleke huko asinilete mimi. I've not. Why is he bringing other people's names to things which he can be able to sort out? Anasema Mburu, anasema bwana ya Susan Giga, anasema Susan Giga governor. Vitu zingine which they are not adding up. If my people thought that is coming to my constituents to come and kwanza kusema imaneno ati aenda asiende Musariti, that's why they barred him from entering. I was not there. I was not even aware that he would be barred from going there, but from the way he behaved from Naivasha, akuja Girigiri, akuja siasa kutusi ya Gikaria. So wananchi wanafikiria akienda kila mahali anaenda kutusi sitting member of parliament. Me am one person who mimi nakuwa na watu kila wakati. So watu zaidi waliona anakuja hapo wakamzuia. Sasa kwa sababu amenianza na is daring me that ameenda between me and Rigiji who was goons is working with goons. Arabu anarudi anasema akikimbizwa anaanza kusema yuko goons walikuwa hapo. Is the one who working with goons. When he said that the whole night they didn't sleep, sasa atarudi hapa ati amejipanga. You know, I'm even wondering what the government is doing about that such addresses. The Rigiji is not above the law.
Why is he behaving like he's above the law? A person who served in parliament, he served in 5 years in parliament. He was a deputy president for some time. Yani hiyo video amekuwa hii heshima, amepeleka heshima yake wapi? When you go somewhere na constituency unaanza kusema huyu ni msaliti, you come to this county na unaanza kusema Susan Kika aende asiende. Kisa ni msaliti, amesaliti jamii ya Wakikuyu. Nani alimweleza akamwambia Susan Kika ni gavana ya Wakikuyu peke yake? Susan Kika ni gavana ya Nakuru County na sisi hapa makabila wengi tuko hapa. Sasa ukianza kusema hii opposition, me I don't understand even what we are talking about at Jubilee in United Opposition. I'm a member of parliament serving in Jubilee Party. Then you are here telling us at United Opposition you unataka kusema you want out of 11 seats you want DCP from all of the constituencies. You want the governor, DCP. You want the senator, DCP. You want the women rep, DCP. You want 11 constituencies, you want DCP. Then you turn around and say you are going to talk with Matiang'i, who wants to be a presidential, who is a presidential candidate. He is our candidate for Jubilee. Then you turn around and say that inaenda kumuuliza kama Harama tutatimua Harama kutoka Jubilee. Nani alimweza akamwambia Matiang'i aende kusimama kuwa presidential candidate? What does Rigathi want? If Rigathi wants to be a president of Kenya, let him talk to every community. I mean, unataka kusema hapa Nakuru County Wakisia wako wanasampatia kura? Hakuna Wajaruo, hakuna Waruya. What does this man want? Unajua, if we put minorities, they can be majority. Digitia susukume Wakikuyu against communities in this republic. Because if that's what is talking about, kila kitu akisema anasema Mkikuyu. There is nothing this man talks about. He's talking about this community. One Kenya ni Wakikuyu peke yao. Kikuyu here in Nakuru Town West, they have been voting for me since 2013. Even when I was DM, they voted for me. They voted for me in 2017. They voted for me in 2022. And the same regard who is threatening me that tutaonana na yeye, that is the same language he was having in 2022. Bali alikuwa anaeleza anasema unless you ende UDA nitakuweka utatoka. Walikuwa they threatened him like that and I won. So if it's the same regard who is telling me that 2022 tutaonana na yeye, then I think he is not a serious person. Wacha yeye aheshimu watu wengine na yeye aheshimiwe. Hii maneno ya kwanza kuwekea watu candidates, anakuja hapa Nakuru kutoka Naivasha mpaka Molo, kazi yake ni kusema Susan Masigo. Atuambie alternative ya ile mtu analeta. Are you telling me that Kenyans and especially Nakuru here we are so stupid that tutaenda kuelect mtu atu kwa sababu Rigiji amesema? Wacha Rigiji aende Nyeri, that's where he belongs. Aende aseme watu ya Nyeri wa elect watu huko, because hapa sisi tunataka ile watu watakuja, tunataka governor yule atafanya kazi, senator yule atafanya kazi, serikali itafanya kazi. But if we are talking about removing President William Ruto kutoka kwa kiti simply because tunasema aenda asiende, hiyo that's not the manifesto for anybody who is fighting for any seat. And you can't honestly, we must have some respect to elected leaders. Mbona Rigiji anaangalia sasa, naona tena anasema ati kwa chama yake ameenda ameweka 7 people who will be vetting ile elected leaders wanataka kuingia kwa hiyo chama. I really think that is not vetting. Maybe this man wants money from these elected leaders. Yeye anaweza kuwa anataka pesa. Na kama ni pesa anataka kwangu ati nimpe ndio niingie kwa chama yake, let him count me out. And in any case, hata kama nikipewa hiyo DCP stack, watu ya Jubilee sisi tumesema ni Matiang'i mpaka mwisho, na Harama Nakuru Town West yeye ndiye anazopewa ticket ya Jubilee. Alete hiyo mtu tukutane naye, lakini akikuja Nakuru Town West kama anataka kunitishia vipi, atitishia hapo na ile watu watasimamisha mimi sikukua. Next time mimi ndio mwenyewe nitakuwa hapo. Tupambane na yeye tuone kama anajua Nakuru Town West mzuri kuniliko. That one I must have it because he's the one who's abusing me. And then watu ya cohesion, hii mtu kila siku anasimama anasema mtu aenda asiende, anakuja anasema ni msaliti si msaliti, anakuja anasema ati hii mahali rasmi ikue ni Mkikuyu anakuwa elected ama rasmi akue ni chama yake. That is hate speech. Why is he not being arrested?
When Rigiji become the person who is above the law, we cannot allow that one, because me, I know the constitution says everybody must follow the law. Why is he not following the constitution? Watu ya coalition kama wameshindwa kufanya kazi yake yao waende watoke. We cannot allow. Mimi nikiongea kitu kidogo hapa utaona nitakujua niweze niambie uliongea. So why are we allowing Rigiji to come and put everybody here? He was in my constituents. Akakuja hapo watu wakimweleza wakamwambia wewe unakuja hapa kazi yako ni kuambia watu waenda asiende msaliti, huwezi kuingia hapa. Arabu akimfurusa anaenda huko anaanza kusema ati mheshimiwa Rama ndiye alikuwa ananifurusa. Aliniona hapo. Na kama yeye hako na heshima na ni mtu tunajuana, mbona hakukuja anieleza aniambie I'm coming to your constituents, we are in Jubilee na DCP, we are in the same party, so I'm coming to your constituents. Even last time I made arrangements with him, maybe watu yake wajamwambia. When he told me he was coming here, I'm the one who applied for the licenses. Wakati alikuwa anatembea, wakati alikuja kumalizia hapa, I went myself, nikaambia account commander, nikaambia OCPD, nikamwambia OCS, nikamwambia pea hiyo watu permission wakuja waende, lakini tutaangalia watu tutawapea security. Tukapeana security akapita akaenda. Why is he thinking that this time he can come to my constituents and start telling me? And even if he had not told me, I didn't have a problem. But if my people have a problem with him, then he is not me. But the next time he's coming, tutapambana na yeye. That's the time we will know that me, I will announce and tell him, come, I'm on the ground waiting for you. Sitaenda kukaa kando vile anafikiria. Na mimi si muoga. Hii vitu tumefanya tangu wakati ya Raila. Mimi si muoga vile anafikiria. Na kama anataka kujua mimi ni nani, he has to admit that we come here. Let him come tukutane na yeye ndiye atajua ya kwamba iko watu wengine wako na vichwa ngumu. Yeye asifikiri peke yake ndiye yako na kichwa ngumu. Anaenda anatusi wili president, anatusi everybody, kwani hiyo ndio manifesto yake ya DCP. DCP manifesto yake ni kwenda kusema ati sisi tukiongoza tutaenda kutusi kila mtu. Let him come with a program atueleza atuambie my manifesto if we remove William Ruto. And in any case, in 2022 I was in Azimio, he was in KK. Kama iko mtu alitusi mtu anaitwa Uhuru Kenyatta to the last word, any bad name you know about, is the same Rigiji. Alikuwa anatusi Uhuru Kenyatta mpaka maneno mengine hata hatuwezi kusema hapa. But he has gone there, he didn't want to recognize his boss who was the president William Ruto. Akaanza hiyo ujinga yake, nimeona ameanza hapa akafukuzwa akakuwa impeached. Sasa amekuwa impeached, anakuja hapa anataka sisi tuanze kuimba wimbo yake. Na wakati yeye alikuwa pale, alikuwa anatusi Uhuru Kenyatta kila wakati, ni nani ajui. Sasa kama aliambia Wakikuyu na Wakenya wakasema tupigie William Ruto is the best person tumpigie, na Wakenya wakaenda wakapiga akakuwa president. Why didn't he, mbona hakuenda nyamaze? You know, a boss is always a boss. You know, I'm even wondering how William Ruto left this money for almost 2 years. If this is the type of person he was, and if this is how he was behaving, if there was a motion which was being brought to parliament now, and I'm in parliament, that we impeach him, I will impeach him again. He's a very useless person. Yanda waje ujinga bana. Sisi tuko na matusi. Asifikiri sisi hatujui kutusiana. Kwanza mimi nataka kuita watu hapa Nakuru town uweze. Nitamtusi kuanzia kwangu kwa nyumba mpaka niende kumalizia huko ng'ambo. Niona atanifanyia nini. Na yeye kama anataka kuja tuanze kupinzana, anaweza niambia atakuja. Yeye asifikiri peke yake ndiye anajua kupangia watu. Wow, can he tell people that yeye ameenda ati sasa nimejipanga ati nitakuja. Waje niende kukuja. You know that man should know that we are also men. He's not man, he's not a man more than any other man who go up. Na mimi aende apeleke ujinga yake apeleke huku Nyeri, asilete hapa kwangu Nakuru town uweze. Kama hako na vitina na watu wengine wale wa UDA, wale walikuwa pale ndio wanajua walifanya vitu gani, wacha aende afanye na hiyo wao. Mimi am in Jubilee, I was in Azimio, they were in KK. Kama hako na shida na watu ya KK, wale walikuwa na yeye UDA, asilete kwangu. Mimi I was not with him. I don't know what they were saying. Ndio wakaweka William Ruto, but I know William Ruto won the elections. And I know that in 2027, I have a candidate. I have not declared ni nani nitasapoti hapa Nakuru kama governor. Susan Kika is there. We are going to Susan Kika. Anataka, unajua there is a difference between myself and Rigiji. Because Rigiji is not answerable to anybody.
Rigiji is just mtu anakimbia kimbia, he can be talk anything. But me, I'm elected. I need to work with that elected people, whether they are in UDA, whether they are in Wiper, whether they are in any party. We work with the people who are wako kwa kiti. Sasa unataka kuniambia saa hii nikitaka kitu siwezi kwenda kwa William Ruto nimwambie kitu amenikwamia hapa nisaidie? Wakati yeye alikuwa deputy president serving under President William Ruto, they came to my place here. Si wakati walikuja hapa, mbona alinikaribisha siyo, akasema si hata niliongea pale hapa Athletic Club nikapata nafasi na kanieleza, akasema Arama, kama unataka ingia kwa serikali, usipokuwa kwa serikali maneno yake huwezi kwenda vile inatakikana. Kwa nini yeye sasa ametoka anataka mimi nitoke? Me, I'm not been impeached. Me, I'm still working and I must work with the people who are there. I must work with Susan Kihika. Kama hako na shida na Susan Kihika, those are his problem. Because if you look at the way he's talking about even the husband to Susan Kihika, you know this man is just paranoid. Yako na shida. Why Mburu is not the governor of this county? Why does he talk about Mburu every time? Mburu is my personal friend. We do many other things together. So ukienda kila mahali uanze kusema ati hapana, ati bwana yake na Arama ndio wamepewa pesa, hiyo ni vitu ya ujinga, hatutaki kusikia vitu kama hiyo. Wacha tuheshimiane na yeye ajua akikuja hapa akuja aombe kura yake pole pole. Mimi sina maneno, kama anataka kuingia pale akuje pale, akuja aenda aombe kura yake, atuambie manifesto yake. Lakini ukikuja hapo anza kutuambia ati Ruto masigo nini ni msaliti, Arama ni nini, mimi kama ile kitu wako na uchungu na mimi nilipiga kura yes wakati when he was being impeached. I have my own reasons because this is a man who was talking about the shares. I remember him one time alinaweza akasema ati wewe Arama huko kwa hii serikali, kwa hivyo una shares hapa, wewe ngoja yako na ya Matiang'i. So Arabu mtu amekuja amesema hii mtu atoke. What did he expect me to do? Alikuwa anaambia Wakenya iko shares. So kama alienda shares yake kasoka kana akatoka, wacha aenda. Na kama anataka mzuri wacha akuje tuunde serikali nyingine. Sasa atuambie maneno ya shares yake. And you know minorities have said can be majority. Tunasakana namna hii, muangalie mkute watu wengine wameungana they are going to vote against Kikuyu. Iko Wakikuyu wanasakubali ati tuende kupiga against them simply because of Rigiji. Hapana, Rigiji wacha tuheshimu, wacha heshimu elected leaders. Yakikuja hapa maneno ya kusema ati msaliti nini, hapana, hiyo does not what we want. Tunataka mtu akuja atueleza, atuambie ni my government, I'm going to do 1 2 3 because raia wanataka hivyo. Asante sana.